Mwaka 2026 umekuwa ni mwaka wa historia, mwaka wa neema, mwaka wa mafanikio, mwaka unaotufanya wabongo kutembea kifua mbele na bendera ya taifa popote ulimwenguni. Mungu amekuwa upande wetu. Mazingira yalikuwa magumu na tumeona jinsi ambavyo vijana wetu wamepambana kwa jasho na damu. Hatimaye leo tumevuka kwenda nusu fainali, ni historia nyingine katika nchi yetu. Ndiyo, ni mwaka ambao taifa limetoa salamu kwa mataifa nguli na vigogo wa soka ndani na nje ya Afrika. Hakuna level ambayo uko nyuma katika umri huo, na timu za vijana kwa ujumla wake ziliwahi kufika katika mashindano kwenye level hii katika hatua ya mashindano ya Afrika. Kwa hiyo ni hatua kubwa, ni hatua ya kupongeza, ya kujivunia kwa wadau wote wapenda michezo, hususan mpira wa miguu nchini Tanzania. Naam. Huu ndio mwaka ambao taifa si tu kwamba tunacheza michuano ya kombe la dunia. Mwaka ambao bendera ya taifa kwa mara ya kwanza inapepea kwenye nusu fainali ya kombe la mataifa ya Afrika, tukiwakilishwa na vijana wadogo chini ya miaka 17 tu. Wachezaji wanacheza kwa kutegemeana, ni timu kabisa inacheza, inaonekana imekaa pamoja muda mrefu na wana walimu wao ambao wanawapa maelekezo, wanacheza bila kuwa na pressure, wanacheza wakiwa wanahitaji matokeo. Unaona kabisa ile hali ya kila mmoja kutaka kushinda. Waliotufikisha huko si wengine, ni wale vijana wadonge Mnyanjani Tanga, walipo na kituo cha maendeleo ya soka TDS kinachoendeshwa na idara ya ufundi ya shirikisho la soka nchini TFF kupitia mpango kabambe wa FIFA wa kuibua, kukuza na kuendeleza vipaji vya watoto. Mwaka 2002 kwa uongozi wa Oscar Mirambo, tukiwa kama kwenye technical office, tulihama Tanga kwa ajili ya kuanzisha hiyo technical center, sio. Kwa hiyo tulienda, nafikiri tulikuwa kama watu wanne, Oscar, mimi pamoja na driver na Kasimu Ngia kama manager. Kwa hiyo tulienda, nafikiri kwa uongozi wa Oscar, hizo planning na kuona kitu gani ambacho tunaweza kufanya. Of course kwa sababu ilikuwa pia kuna project ya TDS, tukafanya application ili tuweze na sisi kupata hiyo project kutoka FIFA na tukaweza kuipata, na nafikiri 2023 mwishoni tukaweza kuanza. Tulianza kwenye level ya Tanga, kuscout watoto wa Tanga peke yake, tukaanza. Kwa baadaye tukapatiwa FIFA talent coach, na baada ya hapo tukaanza sasa kufanya kwenye level ya nchi. Kwa hiyo tukaanza programu hizo kwa under 15 na under 17, baadaye tuka extend kuja chini ya miaka 14, 13 mpaka 12. Kwa hiyo ukienda sasa hivi Tanga utakuta watoto zaidi ya 100 wa kike na wa kiume, na watoto kuanzia miaka 12 wadogo kabisa, watoto wa darasa la 5 la 6 wako pale na wanafanya full time. Hawakuokotwa kwenye bando la ufa, ingawa hakuna aliyowatilia maanani. Ndiyo, lakini wapo manguli walioamini hata dhahabu inatoka matopeni, wakakaza mshipi. Kwa hiyo tulianza na programu hizo kuzipush, tukaongeza makoch, tumekuwa na coaches wengi ambao tumeongeza pale. Programu ikaendelea, tukawa tunaanza taratibu. Of course tulianza na African schools, kama uliona tulidominate miaka 2 mitatu baada ya kuwa na zile program. Mimi binafsi nilianza kuwa kama coach kwenye timu hizi mwaka 2024 nilipoenda Zanzibar na timu ya under 15, na nafikiri tulifanya vizuri kwa sababu tulicheza mechi, tulishinda mechi zote kuanzia mechi ya kwanza mpaka fainali na tukawa mabingwa. Ni kocha wa kikosi cha Serengeti Boys Ilieneza Nsanganzelu anayetupitisha kwenye safari ya vijana, na anasema ni safari ya machozi, jasho na damu. Sio kazi rahisi kwa sababu kutengeneza timu kuna challenge, sio hasa mnapokuwa kwenye nchi. Kuna vitu kama vipimo vya MRI, unakuta umetafuta wachezaji wengine wazuri, kuna sawa wachezaji 5, 6, 7 wanakatwa. Kwa hiyo uzuri ni kwamba tulishakuwa na hiyo base ya talent, sio. Kwa hiyo tuna option 1, option 2, option 3, sio. Kwa hiyo ndio kitu kikubwa ambacho kimetusaidia. Of course pia views, unajua kila mtu ana view ya kwake kuhusiana na wachezaji, sio. Lakini mwisho wa siku ukishakuwa kama coach, maana yake utaenda kwenye filosofia nchi nataka nini, mpira wa aina gani. Kwa hiyo unaangalia na quality ya wachezaji tuliokuwa nayo, unashirikisha wasaidizi, lakini mwisho wa siku pia nawe lazima ufanye maamuzi ya mwisho kwa nani na nani ambao wanaweza kutusaidia tukaingia kwenye ile filosofia na tukafanya mchezo mzuri. Ni safari iliyopikwa inayowahusu watoto waliozaliwa na vipaji vya kusukuma gozi. Hawakuwa na viatu vya bei mbaya, walicheza mchangani, tena pekupeku.
hadi vidole vikaota sugu. Kama ni wimbo basi ningemtagi Misondo na wimbo wake wa Tumetoka Mbali. Nilianza mimi kuingia kwenye timu rasmi wakati tunajiandaa na hiyo qualification ya Sekafa sasa. Kwa hiyo tukaanza sasa separate camp na tukaanza maandalizi ya moja kwa moja kuchagua wachezaji ambao tunaenda nao na kuanza. Of course tunamshukuru Mungu pia kwenye Sekafa tulishinda mechi zote kuanzia mechi ya kwanza mpaka finali tukawa mabingwa. Na of course ni hiyo kwa tayari tumeshakuwa na quality, you know, TDS talent coach pia alikuwepo wakati wanafanya maandalizi, kwa hiyo pia naye amechangia kwenye sehemu kubwa ya maandalizi. Oscar mwenyewe amekuwepo na yeye mwenyewe japo ni GS lakini anaingiaga uwanjani, kwa hiyo amechangia pia kwa sehemu kubwa. Kwa hiyo tulifanya vizuri kwa kweli, tulifanya vizuri kwa mwaka jana kwa sababu kushinda mechi zote kwenye Sekafa sio mchezo. Uganda waga natusumbua lakini tulimpiga nje ndani mpaka finali. Ni Elieneza Nsanganzelu ndiye aliyekabidhiwa fimbo ya Musa kuwaongoza Watanzania kupitia vipaji vya watoto hapa nchini Morocco kwenye michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika chini ya miaka 17. Na mwaka huu sasa tukawa tumejiandaa moja kwa moja kuanzia tarehe 18 mwezi wa kwanza timu iliingia kambini kwa ajili ya maandalizi ya AFCON. Kwa hiyo tumekuwepo pamoja, tumefanya camps Dar es Salaam, mechi za kirafiki, tumeenda Karatu, tumefanya mazoezi vizuri, tumepata timu za kucheza nazo kule kama TMA, Kili Wonders na timu zingine. Tukarudi Dar es Salaam na tukaja hapa. Ndio tukaanza mechi hizo mbili za kirafiki. Of course tulicheza na Cameroon, mechi ilikuwa nzuri. Tulicheza na Ivory Coast tukapoteza, lakini tunashukuru Mungu kwa pia tumeingia kwa mashindano, tumefanya vizuri mpaka sasa hivi. Wanasema kipato huleta majivuno. Vipi mpango wa kuibua na kuendeleza vipaji vipya ili bendera mlingotini isishuke? Tulianza of course scout kabla, na kwa sababu tunazidi kuimprove. Kwa mfano sasa hivi tumeshakuwa tuna mtu wa talent ambaye anaongoza, kazi yake ni kutafuta vipaji tu. Kwa mwanzoni tulivyoanza ilikuwa sisi wenyewe tunatoka kwenda mikoani kutafuta. Kwa mfano wengi hapa wachezaji waliopo tulitoka mikoani kwenda kuwatafuta. Wachezaji wengine wamekuja tu, kuna kocha anaweza akasema bana kuna mchezaji mzuri kwa sehemu fulani, hebu mleteni tumwangalie. Tunamleta, tunamwangalia, anafaa, anafiti, anaingia. Mwalimu Nsanganzelu anaamini maisha ya mtoto yanahitaji elimu bora ya darasani, ndiyo, lakini pasi na kuviweka mbali vipaji vyao. Watoto wote ni wanafunzi. Watoto wote ni wanafunzi. Federation imeleta mabasi pale. Watoto asubuhi wanaenda shule na saa 9:30 wanatoka shule wanakuja. Kwa hiyo tunapata muda wa kutosha wa kujifunza kwa sababu uzuri ni kwamba maana yake Jumatatu mpaka Ijumaa siku 5 tunapata muda wa mazoezi. Jumamosi tunapata muda wa kufanya mechi. Na nafikiri tuna wachezaji pale ambao wanaongoza darasani. Sio, yani lazima Watanzania wajue. Tuna wachezaji pale ambao darasani wanaongoza kabisa, darasani namba 1, namba 2, namba 3. Na ni akiwa mchezaji kama huyo uwanjani anakuwa ni mchezaji mzuri sana. Sio, kwa sababu mpira ni mchezo wa kufanya decisions. Kwa sababu mtu aliyeko darasani ukipewa mtihani unapewa na muda wa kufikiria. Lakini vitondo vya mpira wa miguu wakati unafanya huna muda wa kufikiria. Ndani ya sekunde moja nitakiwa umeshascan, ushapata picha yote na ufanye decision muda huo. Kwa hiyo wazazi tuamini kuwa mpira wa miguu pia ni elimu kama ilivyo elimu yote. Kwa hiyo unapomexpose mtoto kwenye mpira wa miguu usijali kuwa sijui shule itakuwaje, sijui. No, wanaenda shule kama kawaida. Tuachane na hayo. Turudi kwenye mada kuu. Hii ni simulizi ya safari ya vijana wa Serengeti Boys wanaoshiriki michuano ya kimataifa. Ndiyo, ni wale watoto waliocheza peko mtaani. Wale watoto waliocheza Sekafa kwa mafanikio. Serengeti Boys! Wadi! Ushindi lazima! Naam, ni hao waliotegwa kwenye robo wakapenya mbele ya Waarabu Algeria. Sasa wameandika historia ya kuwa timu ya kwanza ya taifa